gani mnatazama mchezo ambao ulikuwa ni mchezo muhimu kwetu na ulikuwa ni muhimu pia kwa sababu tumeanza mechi nyumbani. Tulitaka tupate matokeo mazuri nyumbani ili tukienda ugenini iwe rahisi kwetu kwenye kutafuta matokeo. Na sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata goli 2. Sio nyingi, sio ndogo kwenye mpira. Kwa hiyo tunarudi mazoezini kusikiliza maelekezo ya mwalimu nini atatuambia kwa ajili ya kujiandaa mechi inayofuata. Umuhimu na ushindi huu una maana gani kwenu kama wachezaji katika kuipeleka tena Twiga Stars katika michuano ya AFCON 2026? Una maana kubwa kwetu. Ingawa mechi bado haijaisha, kuna mechi moja iliyobaki, lakini ushindi huu unatupa nguvu na morali ya kwenda kupigana kwamba tumebakiza dakika 90 kucheza kupata matokeo ili tuweze kwenda AFCON inayofuata. Support ya Tanzania imechangia kwa kiasi gani kupata ushindi huu? Tunawashukuru, wamejitokeza kwa wingi, wametupa support kubwa sana. Tunaomba maombi yao wazidi kutuombea kwenye mechi ya ugenini. Wito wako sasa kwa Watanzania kuhakikisha next game mnapata ushindi na mna qualify kwenda 2026? Wao wazidi kutuombea na tunawaahidi sisi tutaenda kupambana, tutaenda kupata matokeo mazuri, tufuzu kwenda hatua inayofuata. Je, kuna ugumu wote ambao ulipata katika kuwapa hamasa wachezaji wako ambao wako uwanjani? Hamna ugumu wote. Sisi kama wachezaji tunajuana, tunasikiza maelekezo ya mwalimu, tunapeana hamasa kila siku, kwa hiyo hakuna ugumu wote. Ningekupa fursa wewe kama mchezaji uchague kwamba yupi leo amekuwa mchezaji bora kwa upande wa mchezo? Ningechagua mimi. Tungependa kusikia chochote kutoka kwako ikiwa kama nahodha wa timu hii au hususan kuendelea katika mechi ifuatayo na kufuzu katika hiyo AFCON. Mimi kama nahodha nawakilisha wachezaji wenzangu. Ninachosema matokeo tuliyopata leo yanatupa morali kwenye mchezo unaofuata. Tunajua mechi bado dakika 90, lakini nahakikishia Tanzania tutaenda kupigana na tutaenda kufanya vizuri kwenye mechi inayofuata.